Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Na kompenda ambaye ni Dar es Salaam Africans alikuwa ni bingwa mtetezi. Kwa hiyo kwangu mimi ni kongole kubwa na wapongeza Dar es Salaam Africans kama watani zangu kuwa mabingwa. Na kitu kikubwa ambacho nilikwenda kuwapa Yanga mwanzo wa msimu ubingwa kwa sababu gani? Ni chemistry ya wachezaji. Maana ya chemistry ni muunganiko wa wachezaji kwa pamoja, wana zaidi ya miaka mitatu. Na hata ukiangalia kwenye dirisha ambalo walifanya maboresho Yanga, ameingia Clatous Chota Chama, ameingia Prince Dube, ameingia Duke Abuya. Ukimwangalia mtu kama Israel Patrick Mwenda amekuja kuingia dirisha dogo. Ni wachezaji ambao compact, walikuwa kwenye ardhi ya Mama Samia. Kwa hiyo walikuwa hawana shida kwenda kuzoea viwanja, walikuwa hawana shida kwenda kuzoea hali ya hewa, walikuwa hawana shida ya kwenda kupata shida aina yoyote. Kwa hiyo moja kwa moja Dar es Salaam Africans wamedeserve kuwa mabingwa, na hii sio kubahatisha. Wametuadhibu katika uwanja huu wa kumbukumbu wa hayati Benjamin Mkapa zaidi ya mara 5. Kwa hiyo si swala la kubahatisha. Quality ya Dar es Salaam Africans imekwenda kutuadhibu kwa vitendo ndani ya pitch. Ndio. Samu, ukimya wa Simba ni wazi walikuwa hawaitaki hii mechi, na wengi wanasema Simba ni kama amekuja kukamilisha ratiba tu. Swala la kuto kuitaka mechi ni bodi ya ligi ndio waliharibu structure nzima ya huu mchezo. Walianza toka tarehe 8. Ni lazima mashabiki wa Simba ambao labda wananiona mimi ni mamluki, tujaribu tuongelee mpira zaidi kuliko ushabiki. Nahitaji mimi watu wasiniataki kwa ubaya. Mimi huwa sina mapenzi ya ushabiki maandazi. Sijui Elia Mpanzu, sijui Pakome, sijui nani. Mambo mimi sina. Nahitaji kwende tukatafsiri mpira, twende tukazitafsiri sheria, twende tukatafsiri kanuni za mpira, twende tukaangalie performance ya timu ndani ya pitch ilikuwaje, si ndivyo? Kwa hiyo Simba walikuwa wanataka, Yanga walikuwa wanataka tarehe 8. Kisingizio cha Simba kusema kwamba wamekwenda kuwatakiwa na mabonsa ya Yanga, wao walishindwa kwenda kutimiza kanuni yao kimsingi. Walikuwa na haki ya kimsingi, lakini je, kanuni inasemaje? Mbona jana hajaja? Kwa hiyo tulia basi brother, utakuja kuongea hapa. Kwa hiyo kanuni ilikuwa taka twende tukatafsiri kanuni inasemaje. Yanga wakaadhibiwe, Simba twende tukacheze ule mpira tarehe 8. Kwa hiyo ikashindikana na ndio zogo likaanzia pale. Simba kutoa taarifa ya mechi saa 6. Hii kwako umeweka tafsiri gani? Simba walikuwa kimya zaidi ya siku 10. Kwa mimi hapa kama Simba, vyanzo vyangu vya habari nilijua wataleta timu. Na nilishatangaza toka jana kwenye pressing zangu, kwenye media tofauti. Nilitangaza nikasema Simba lazima waje. Vyombo vyangu vya habari, vyanzo vyangu vya habari nimejiridhisha Simba wataleta timu. Na huwa nikiongea maneno yangu hayaanguki chini. Mwisho wa siku Simba tumekuja, ila kutokuwa mashabiki wengi ni kutokana na management yetu kutokuridhishwa na kile kitu Mangungu kwenda kwa mama kwenda kuitwa, na mwisho wa siku wakawa wamegawana viongozi ndani ya management ya Simba. Lakini hayo tuyaache, timu imekuja uwanjani, quality ya Yanga leo imeenda kuamua mechi. Kulikuwa kuna mzozo kati ya Pakome Zouzoua na Elie Mpanzu. Lakini vipi MVP wa ligi kwa kweli? Mimi bila kupepesa macho, bila kusinzia, bila kushawishiwa na mtu, MVP wangu mimi 24-25 ninamtangaza ni Pakome Zouzoua. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Lazima ninapomtangaza MVP niwe na evidence na sababu za msingi. Pakome Zouzoua ni mchezaji ambaye amechukua tuzo za amechukua za man of the match. Mechi takribuni ana tuzo 8. Sivyo? Ana magoli 12, ana assist 12. Sorry, 10, assist 10, ana magoli 12. Ni mchezaji ambaye amehusika katika magoli 22. Sivyo? Ule ni mchezaji ambaye ana uwezo kuingia kwenye box na timu ambazo labda zinatengeneza low block. Mimi naamini Pakome Zouzoua ana hiyo funguo ya kwenda kufungua wachezaji. Sivyo? Hiyo ni moja. Pili, mimi mchezaji ambaye naweza kusema kwamba kwenye hiyo kategori kama angeanza msimu mwanzo ilikuwa ni Elie Mpanzu, lakini Elie Mpanzu kanuni hazimruhusu, ana miezi 5 tu nchini. Kwa hiyo haruhusiwi kuingia kwenye kategori ya MVP. Kwa hiyo mimi namtangaza. Haya ni maoni yangu mimi kama Simba, lazima muyaheshimu. Namtangaza kwa heshima na taadhima MVP wa 24-25 Pakome.
Asante sana. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.